Praise Jesus. Ndio ni muda mzuri ambao Mungu ametupatia asubuhi ya leo. It's a very time that the Lord has given us this morning. Mimi kila wakati naposimama mbele zenu napaswa kusema hivi. Every time that I'm standing in front of you, I want to say this. Pour tous ceux-là qui sont venus des camps de réfugiés. Those who have come as refugees, Quand nous parlons de la ration, when we're talking about ration, les jours de recevoir notre ration. means that the day we receive our Même si food, tu es malade, tu vas te réveiller. even though you were sick in that day, you should wake up. Quand je vois le peuple de Dieu se réunir de la sorte dans l'assemblée, And when I see the people of God gathering together in ce n'est a pas pour assembly, recevoir la ration comme les réfugiés du camp. this is not for an occasion to receive food Mais in a pour camp, écouter la parole du Seigneur. but just to come and listen to the Lord. Alléluia. Ça me bénit. And this blessed me. Inanifurahisha moyoni mwangu kila wakati. I'm very happy within my heart. Mzee mmoja akasema, A old man said this: upende uamini, upende usiamini, mimi nitaenda. you like or not like, you believe or not believe, myself, I will go. Na kwa kweli katika maandiko matakatifu Biblia, Truly in the Holy Scripture, in the Bible, Biblia inaruhusu mtu kuamini. the Bible calls people to believe. Na kuna matokeo ya ajabu mazuri ya asali na maziwa mtu akiamini. And there are good results, consequences that is coming when somebody is believing. Inakuruhusu pia usiamini. And the Bible allow you not to believe again. Ule maandiko matakatifu. Within the very Holy Scriptures. Kuna matukio kwa nini ulizaliwa kama haukuamini. And there's some consequences that ask you why you were born and not believing. Yaani ngambo zote mbili ina matukio yake. Means both ends there are some consequences. Lenye unahitaji kujua. And what I call you to know, Il n'y a pas de milieu. there is no middle place. Hakuna mie nitakuwa wa shetani na sehemu kwa Mungu. You will not say I will be off for God and off for the devil. No. Uwe wa shetani, Bwana Yesu asifiwe. If you are for the devil, praise the Lord. Au kama utakuwa wa Mungu, sehemu mbili tu. Or if you choose to be for God, there's only two choices. Itakuwa vizuri kama ulichagua sehemu ya But upande it wa will be Mungu. better for you to choose to be in the kingdom of Na God. ndio maana mchana wa leo baraka That's zako why- zinaendelea. That's why till today the blessings are just flowing to you. Nimefikiri kwamba tuzungumzie neno hili. And I'm just thinking about something we may talk about this. Kwa sababu miaka unakuwa nayo katika kanisa hili. Because if we see how long you have been in the church here, Ulishakuwa gangi muimani. you have knowledge in Christianity. Miaka yenye ulishafanya mwili kanisa. All the time that you have spent in this church, Ukiangalia vile wanafundisha kila siku. and see the way they are teaching us every day, Mtu hawezi na kukamata kama ukuwa bure hapa. nobody will disconsider you. Unaweza kujidharau bila kuangalia. You can neglect yourself, that's your problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Lakini kufuatana na vyenyewe ushasikia. But according to what you have already Ulishakuwa na listened, escalier fulani mambo. means that you have stepped up on a level. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Basi acha tuende kusoma maandiko matakatifu. So we're gonna read the Holy Scripture. Injili iliyoandikwa na Luka sura 4 mstari wa 15 mpaka 13. The Gospel of Luke chapter 11, chapter 4, 25 up to 30. Pale kuna neno moja ambalo tunapenda tujifunze pamoja na ninyi. Yeah. Lakini kwa mfupi. There's something that we would like to learn together, but in short time. Lakini sikilizeni, kweli kulikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli nyakati za Eliya. Wakati huo mvua iliacha kunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Kukawa na njaa kubwa katika nchi yote. Hata hivyo, Eliya hakutumwa kwa mjane yeyote ila kwa mwanamke mjane wa Sarefathi katika Sidoni. Tena katika nchi ya Israeli nyakati za Elisha kulikuwa na wenye ukoma wengi. Hata hivyo hakuna yeyote aliyetakaswa ila tu na Amani mwenyeji wa Syria. Wote waliokuwa katika lile sinagogi waliposikia hayo walikasirika sana.
wakasimama wakamtoa nje ya mji wao uliokuwa umejengwa juu ya kilima, wakampeleka mpaka kwenye ukingo wa kilima hicho ili wamtupe chini. Lakini Yesu akapita katikati yao akaenda zake. Amen. Amen. Le texte que nous venons de parcourir tout de suite according to what we have read right now, nous parle d'une circonstance que nous voulons décortiquer ensemble. this is just talking about something even that we would like to understand together. Je ne vais pas parler à propos de cette maman veuve. I don't want to talk about the widows. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Because there were so many widows in Israel. Mais Élie a été envoyé à une veuve de Sidon. But Elijah were only sent to one of the widows that were living in Seraph. Hapa tunataka kwenda kujifunza pamoja na ninyi. And here we're going to learn together, I and you, namna gani Mungu anaweza kukukumbuka wewe wakati mbingu zinafungika. which way God may just remember you by the time the sky is closed. Hakuna kazi kwa mfano. For example, there's no job. Misaada labda hakuna. There's no any assistance. Milango ya mafanikio ni kama yenye kufungika. All the doors of solution are like closed. Haiko kwa wewe tu, lakini kwa watu wote. It's not for you only, but to everybody. Kwa sababu wanasema kwamba mvua haikunyesha muda wa miaka 3.5. Because it says that the rain will not coming down for 3 years and a half. Na njaa ilikuwa nyingi sana. And there was a great famine. Inasemekana kama inawezekana hata kwa Israeli walikula mtoto wa kwangu leo, akishamalizika tutakula mtoto wa kwangu. And it was possible that in Israel people were committing themselves, they're going to eat one of my baby today and my neighbor baby tomorrow. Yaani kulikuwa njaa ya kupita mipaka. This showed that there was a great famine. Kwa wakati kama ule, and that very time, Mungu hakuopere mu wale watu walikuwa pale. God didn't operate among those people. Akamtuma mtumishi wake aende kwa mjane, mtu wa burebure sana, kwenda milima ya Sidoni. He just sent his servant to go and see a widow, a simple widow in the mountains of Seraph. Wakati maisha yanakuama. When life is very tough. Sulemani anasema hivi. And Solomon said this. Uko kijana unaweza kufurahia ujana wako. You are youth and you can just rejoice your youth. Mtu mzima pia anaweza kuchangamuka juu ya maisha yake. And that may be happy because of his life. Lakini ukumbuke kuna siku za giza zenye zinaekalaka mbele. But just remember that there is some dark days that may come in front of you. Na zile siku za giza zinaweza kuwa ndefu. And those days may be many than the happiness days. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa somo letu nataka kusema, my lesson wants to say this. Mungu akukumbuke wewe katika mamilioni wakati wa giza. May God remember you among million people by the time of hardness. Hallelujah. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Mungu anabaki mwaminifu miaka yote. And God is faithful forever for all the years. Na mwandishi wa Zaburi moja alisema. And the one who write Psalm said this. Usinibebe haraka Mungu. Don't take me, don't rush taking me, God. Uniache niwafundishe vizazi vitakavyokuja kama unaendelea mwaminifu. Just give me a time to teach the coming generation that you are faithful. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kwamba Mungu akukumbuke wakati hakuna kazi. What can just send God to remember you when there's no job? Fanye Mungu akukumbuke wakati gari na katika frame. What can drive God just to remember you when your car doesn't have any brake? Wakati familia inabomoka, Mungu abaki ngambo yako. By the time if the family is spread away, but God choose to be with you only. Mungu ni mwaminifu hata kama bado haujaolewa. God is still faithful even though you are not in marriage. Mungu ni mwaminifu hata kama haujaoa. God is faithful even though you are not married. Kwa kila aliamini Yesu anahitaji kujua ile kiapo kama Mungu. And Jesus can confirm that God is faithful. Ninazoea kunitia nguvu ndani yangu mimi. And this encouraged me
many times. Mungu hachelewaki. Because God never be late. Sema amen. Amen. Unajua kama Mungu angechelewa anarefusha siku. You know, if God may be late, He gonna just extend the day. Kama Mungu angelichelewa atavileta hata mbele ya wakati. If it is come that God gonna be late, He may bring the stuff before the time. Katika uaminifu wa Mungu, Mungu hachelewaki. Means that in the faithfulness of God, God never be late. Wala Mungu hachelewaki. God never be late. Maandiko matakatifu In the Holy Scriptures, walitaka kwenda kuvita wa Israeli. Israel were getting ready to go to the Mbele battle. waende vitani walikuwa na wakati kwenda kuomba. And before they get in battle, they got time to go and pray. Bakaita nabii kuya, tunaanza kusikia mabomu, tunaanza kulia kidogo kidogo. And they call upon a prophet. They say that we heard the sound of bombs somewhere. Nabii akachelewa kufika. And the prophet delayed to come. Mungu atuhurumie sana. May God forgive us. Namna gani nabii anachelewa kufika na maadui bako wanaadvance? How come that the prophet delay and the enemy, they are just coming, moving forward? Ikabidi mfalme aende kwa nafasi ya nabii. So if the king set up his man to go and reach the prophet where he was. Nikusema kulikuwa kazi ya wafalme na kazi ya wanabii. Means that there was a task for prophet and task for the kings. Yaani kulikuwa makazi politiki na makazi ya kidini. Means that there was some political works and some religious work. Mfalme alipongoja nabii anakawia kufika na maadui bako wanajongea. When the king just said that the prophet delayed to come, by the time enemy are moved forward, ikabidi mfalme yeye mwenyewe aende mkanisa aende kutoa ile sadaka nabii angelitoa. so the king decided by himself to go and do what the prophet was supposed to do in the church. Mungu atusaidie sana. May God forgive Ule us. mfalme alipata pigo ya hatari. And this king was punished by God. Alifikiri kama Mungu atachelewa. He just thought that God may be late. Mungu hajawahi kuchelewa. God never been late. Vyenyewe alikuahidi atavitimiza tu. Whatever he promised you, he gonna fulfill Bwana Yesu it. asifiwe sana. May Jesus be blessed. Kamata ile maisha yako. I want you to take this for your life. Kwa kweli katika kuzipata zile ahadi za Mungu, And when you receive the promise of God, unahitaji kupita katika jangwa. you have to go through the desert. Unahitaji kupita madesert magumu mbalimbali. You're gonna go through the wilderness in many ways. Ndio maana katika habari za mahubiri yetu, That's why in our preaching, tunaanza kuhubiri ukiamini Yesu, maisha yako itanyoroka. we start preaching that when you believe in Jesus, your life will be straightened. Hatuyasema uongo. We never lie about that. Lakini atasho Mungu mbele ya kunyoroshea maisha kwa atakupitisha mjangwa. But be careful. Before that God may come and straighten your life, you have to go through the desert. Libarikiwe jina la Mungu wetu. May God be blessed. Wakati Mungu alipatia Israeli mwende mkamate ile nchi ya asali na maziwa, When God called Israel to go and inherit the promised land, hawakuikamataka wanalala hivi, walikamataka kwa vita. they didn't take it by just sleeping, but they were fighting to get it. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunahitaji Wakristo wazembe. That's why we don't want Christians that are weak. Tunahitaji Wakristo wenye nguvu, We would like strength wenye and kufanya Christians. kazi, Those workers, hard wenye workers, kuomba those praying, na wenye kusimama. and those standing Bwana firm. Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa kiala Wakristo wazembe If we are a church plant of weak Christians, hawawezi kutoa sadaka. they may even not offer. Wakristo wasioomba Christians that are not praying, itakuwa tu unaona tu kichwa kwa pale libayeko pale, kumbe wapi hakuna mtu. you will see him there, you say that Christian there, but there's nobody there. Kanisa linahitaji watu wa kuomba. The church need people that are praying. Kwa sababu Mungu anapenda atimize vyenye aliahidi kwa kila mwenye aliamini. Because God wants to fulfill what he promised to everybody that believes. Sikia vile maandiko yanatuambia hivi. Listen to the scripture what they say. Wale wajane wengi wa Israeli walikuwa wengi sana. There were so many widows in Israel. Lakini msaada ukavuka Israeli. But the assistance is come and cross Israel. Ukaingia milima ya Golan, sehemu za Syria. And go to the mountains of Goren.
ile baraka ikaenda mama moja mjane mwenye kuwa kule pembeni. And it's God to find a widow that were living in the Ndio hill. wakati ule Eli anafika na kutana mama moja kona ogota kuni. And Elijah just came in the area where he found a woman picking up firewood. Roho wa Mungu anamwambia nitakutayarishia mtu. And the Holy Spirit just mwenye atakutunza mwezi siku za hatari. Just tell him that how set up somebody who be ready to assist you by the tough time. Kuchomokea tu mjia na kutana mama mmoja mzee mjane iko na logota. And in this way just find meet a woman that were picking up some firewood. Kwa sababu ukiangalia taifa la Israeli wanaposema mjane ni mtu mwenye hana nguvu. In Israel when they mean widow it means somebody who's very weak. Hakuna mwenye anaweza kumsemea wakati wanampiga. Means there's nobody who can stand for him when she in trouble. Tena mtu anasema anafikiriwa kama ni mtu mwenye hana bakwabo. Is somebody consider that he had no family. Hawezi kulalamika akapata wa kumsaidia. And even though she cry out, nobody will come to secure. Mungu atusaidie sana. May God assist us. Alipomwona